Basi na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni vizuri kwa sababu ya siku ya leo ambayo Bwana ametukirimia ili tukaweze kuendelea na kusikia neno lake. Asante kwa nyakati ambazo zimepita. Asante kwa ile furaha ambayo Mungu amepea watu wake. Ni vizuri kwa ajili ya wageni waliotutembelea leo. Basi ningesema Mungu awabariki sana. Yeye ni mwaminifu na ni wa maana. Naye hutenda yanayofaa wakati unaofaa. Kuna jambo moja huwa linanifurahisha na huwa narudia sana. Ni vizuri kujipeana kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anatujua. Na yeye ndio huwa anajua ni nini inafaa kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ni vyema kwa vile Bwana anaendelea kutupa mvua. Ni kwa sababu mvua ni baraka. Ni picha na mfano ya kuonyesha ya kwamba hata mvua ya kiroho tutapata. Amen. Kuna wakati tunaomba Mungu na anatupa ujumbe. Na kwa sababu Bwana ndio mwenye kanisa, huwa tunataka kusikiza sauti yake vile anapenda kutuongelesha. Na katika wiki yote kutoka Jumatatu kuna ujumbe ambao Bwana alinipa. Na nikaandaa yale maandiko kadri ya vile Roho Mtakatifu alinisaidia. Na nimekuwa nikiomba kwa ajili ya ile jambo. Na ule ujumbe uko hapa. Na nikaandika maandiko kadri ya vile Bwana alinifunulia. Lakini kutoka siku ya Alhamisi kuna jambo lingine ambalo Bwana amekuwa akininenea. Na nimemshukuru Mungu kwa sababu pastor wakati alisimama alinena hayo maneno. Na kutoka wakati huo nimekuwa nikishindwa kwa nini Bwana ananisukuma nihubiri ujumbe. Amen. Nilikuwa najiandaa kwa ujumbe mwingine nilioandika hapa. Na ni Roho Mtakatifu alinifunulia. Lakini kutoka Alhamisi basi Mungu akageuza ule ujumbe. Na nimekuwa siku hizo zote nikiomba. Na nikaona yani nikijaribu kuhepa hii ujumbe nikashindwa. Na nilikuwa na sababu ya kutosha kumwambia Mungu ya kwamba hii maneno kuna wakati nilifundisha katika ushirika wa Tuesday. Lakini Mungu akaniambia nikuje ninene hili ujumbe. Na ninataka kuwa mwaminifu. Kwa sababu nilikuwa nataka kuja kufundisha maneno ya sanduku la agano. Na Mungu akipeana nafasi tutaongea hiyo baadaye. Lakini siku ya leo basi nikubalieni tu niongee ule ujumbe ambaye Roho Mtakatifu amenisukuma kama siku tatu zilizopita. Na wakati pastor alisimama alinena kidogo juu ya hayo mambo. Kwa hivyo kuna ujumbe pale katika Bwana. Tutaongea juu ya ushirika. Na tuongee kusudi langu nami katika ushirika. Kwa sababu wewe ni wa maana sana kwangu. Nami ni mtu wa maana sana kwako. Wewe ni wa maana sana kwa dada. Na wewe pia ni wa maana kwa ndugu wetu. Na ndiposa nimesema pastor alinena hapo kidogo akiongozwa na Roho Mtakatifu. Na ndiposa sasa tutaingia katika maandiko. Hilo jambo tumezungumza hapo mbele.
aroiga twarie thini wa kigongona si tunene siku ya leo thini wa Korintho wa keri katika kitabu cha Korintho wa pili au ndio tuguthoma hapo ndipo tutasoma Korintho wa keri ni igiri na Korintho wa pili ni sehemu ya pili na tuguthoma maandiko matari maingi na tutasoma maandiko machache pale kwa Biblia kama ile 13 na tutaanza katika aya ya 13 tokena ile pastor atuthomera na tuna omba pastor tusomee Korintho wa keri katika kitabu cha Korintho wa pili igiri 2 kama ile 13 na tutaanza kuanzia aya ya 13 ukawega hiki pale aya ya 13 peke yake. Aya na verse 13 digana kuigwa tadimwa ule muligogoro-ini yakwa ni undu wakwa gukora Tito muru wa ithe witu. Basi amesema tuanzie aya ya 12 Korintho wa keri igiri mwari wa 12 no riri riria ndakinyire Tiroa kujia uhoro uria mwega wa Kristo ona ndakorire ni ta murango hingurirwo ngatugatire mwathani kuo ndigana kuigwa ta ndimwaure murigongoro-ini yakwa ni undu wa kwaga gukora Tito muru wa ithe witu ngigitiga ndoigira andu aku uhoro ngigicoka ngithie na mbere ngikinya Makedonia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ngomero karaini kamwe basi tumesomewa aya moja tu pale na haleo ndio morake ni ngoro yako na kuna jambo moja linafurahisha moyo wangu maandiko maugai aheanite na gitu maandiko yale Bwana amepeana kukiwa na sababu na nikiwa pastor wetu twarageria hali akabere na ndipoza wakati pastor alinena pale mbele uhoro wa goikara kaike tukiunganaga aliongea juu ya vile tunastahili tukae tukikusanyika ndio ndakwera we wabata muno hali ni kwa sababu nimekuambia wewe ni mtu wa maana sana kwangu na niye na bata muno hali we nami ni wa maana sana kwako hama ndiko marato ndio roho tukate yake yetu Paulo wale maandiko inatunenea juu ya mtumishi wa Bwana Paulo tukate yake yetu Paulo na Paulo ali mundu wa kuleta muno kegai alikuwa mtu alikuwa amekomaa sana katika uungu na kiroho ndio wale Paulo hali akabere ali wako hajereria kanithani na kwa vile Paulo mbeleni alikuwa mtu wa kudhihaki kanisa aina maria gai amwitire wakati Mungu alipomuita Paulo ni ageire na kio kinene muno gya gutungatira basi Paulo akawa na bidii zaidi ya kumhudumia Bwana na ndio wa kuirutira gwakeri na ni kwa sababu ya kujitolea kwake yeye magana ngagi matura maiji yake yana kigo kia alikuwa naenda nchi za mbali kupeleka ujumbe wa Bwana na kegai yapo ni kwagirira amuhudhira na jirani naye Bwana akaona ni vizuri amtumie kwa njia kuu Paulo ni andika mabuku maingi muno thini wa Biblia Paulo ameandika vitabu mingi katika Biblia akihudhirwa ni Ngai na Roho Mutheru akitumiwa na Bwana na Roho Mtakatifu ndio yale ndukata ya Ngai kwa sababu alikuwa mtumishi wa Bwana ona ukilingithania nato mwale yake na hata ukilinganisha na mitume wale wengine mtinde wakinyire kiwango kile Paulo akinyete hakuna aliyefika kiwango kile Paulo alipofika ndio wale Ngai amuhudhagira kwa sababu ya vile Bwana alimtumia na kule wote adia ole aradia moyo na kule kote alikuwa anaenda akiongea uhai Mungu ni mundu wa kulita muno kingaini kwa hivyo tunaona ni mtu alikuwa amekomaa sana kiroho na ndio wale wadia akapohoyo kirira kia Ngai na ni mmoja wa wale ambao watu walikuwa wanaenda kutafuta ushawishi kwao no muthenya wa umuthiri lakini siku ya leo hena maandiko twathoma kuna maandiko ambayo tumesoma na maandiko ambayo twathoma ni ndukata yake yetu Paulo iraja na yale maandiko tumesoma ni Paulo alinena ona kulite ule wothe akulite kingai japo kuwa alikuwa amekomaa kiroho mwathani aroku ndio amen haleluya amen ona kulite ule wothe akulite kingai japo kuwa alikomaa kuwa amekomaa katika uungu no wakana mundu mangiruga manake alikuwa anastahili mtu wa kusimama naye katika ushirika na mundu mangitwara na hamwe naye na alikuwa anastahili mtu wa kuandamana naye katika huduma kama ina maria Ngai amumereire na wakati Mungu alipomtokea na akimwalilia uhoro wa guthie kule itura ria Tiroa na akamnenea juu ya kwenda kuhubiri katika jiji la Tiroa ndio twale uhoro ria wa makuoni ili akapeleke neno la kweli kule Paulo ni kweharia ya hali basi Paulo akajiandaa otoria amenyeretwa na Ngai amumagira na akamwalilia kama vile alikuwa amezoea vile Mungu alikuwa anamtokea na mtuma ni wa itura lile ekwenda nigetha twale ndio mimi na alikuwa anamtuma kule alikuwa anamtuma kupeleka ujumbe Ngai yake mwalilia Mungu akamnenea akamwambia kwenda itura ria Tiroa akamwambia ni vizuri uende katika jiji la Tiroa nigetha watu wale ndio milili hapa ndio wa itura leo ili upeleke ujumbe wangu
katika lile jiji. Na Paulo akajiandaa kadri ya vile alikuwa amezoea. Na wakati alipojiandaa, basi akashika safari mwendo na akaenda. Lakini pale ambapo tumesoma katika Biblia, ijapokuwa tumesoma mstari mmoja peke yake, maandiko inasema Paulo akaondoka na akaenda akafika mpaka Tiroa ili akaweze kupeleka ujumbe wa Bwana. Lakini wakati alipofika jiji la Tiroa, wale ambao tumesoma maandiko imetuambia nini? Ijapokuwa alikuwa ameenda ile safari, ijapokuwa alikuwa ameenda katika ile jiji wakati alipofika Tiroa, hakuna kitu alikuwa amepungukiwa nayo, kwa sababu ujumbe wa uhai ulikuwa ndani yake. Na ilistahili tu aanze kuhubiri na hudumia watu wa Mungu. Lakini maandiko imetuambia nini? Wakati alipofika kule Tiroa, akasikia kama bado alikuwa ametundikwa mzigo, na akasikia kama hawezi kudumu katika hilo jiji. Sio watu walimletea shida, hata sio ujumbe ambao hakuwa nao, hata sio kuwa hakuwa amebeba Biblia. Lakini wakati alipojichunguza ndani yake, akasikia kuna kitu alikuwa amepungukiwa. Na maandiko inasema wakati alipofika kule, Mungu alikuwa amefungua mlango ili ahudumia wale watu, kwa sababu unaweza kwenda kwa jiji fulani na Mungu awe hajakufungulia mlango wako. Lakini hapo maandiko inatuambia ya kwamba Paulo alipofika Tiroa, mlango wa Bwana ulikuwa umefunguliwa ili akaweze kuhudumia watu wa Mungu. Lakini ndani yake akawa hakuwa ameondolewa ule mzigo, na akasikia hatosheleki, kwa sababu kule Tiroa ndio wahudumu. Maandiko inasema ile jambo ilimfanya asikia kama ni ngumu kuhubiri kule, kwa sababu alipofika jiji la Tiroa, ndani yake alikuwa ametarajia kukuta ndugu wetu Titus huko. Amen. Alikuwa anatarajia kukuta ndugu wetu Titus huko. Lakini wakati alipofika Tiroa, basi hakumkuta Titus. Basi najiulize, mtumishi wa Mungu aliyekuwa na hudumu uhai, jiulize mtu ambaye alikuwa amepewa ujumbe kupeleka jiji la Tiroa, jiulize mtumishi wa Mungu aliyekuwa amefunguliwa mlango akahudumu katika Tiroa, lakini alipofika Tiroa kwa ajili ya kukuta Titus hakuwa, basi akasikia ndani yake hakuwa anatosheleka. Dada, ule ujumbe niko nao siku ya leo ni ujumbe kuongea juu ya ushirikiano. Amen. Ni ujumbe wa ushirikiano, na ukawe ukijua ya kwamba wewe ni mtu wa maana sana kwa ndugu na dada. Unaweza kuona uone kama wewe hauko, lakini ningetaka kujiuliza kama vile mtumishi wa Bwana alisema, unaweza fanya mtu apungukiwe ni nguvu kwa ajili ya kukosa pahali panaofaa. Tulihudumiwa na pastor, akatuambia ya kwamba ni vizuri kuwa pahali panaofaa wakati unaofaa. Amen. Hallelujah. Amen. Na ndiposa nataka kutilia maanani siku ya leo ya kwamba wewe ni mtu wa maana kwa
kwa yule mwingine. Maana Maria Paulo basaliye Tito akemwaga. Wakati Paulo alipomkosa Titus, onajize na bali ni akija itora ya Tiroa. Ijapokuwa alikuwa ameenda safari ndefu na akafika katika jiji la Tiroa. Na alikuwa mlango ni muhimu wako hujia. Na akakuta mlango ulikuwa mfunguliwa wake wa akaigwa na raiganera. Akasikia hakuwa ametosheka. Kwa sababu hakuwa anaona ndugu. Wale wa ile vitu. Ndugu na dada. Waanza kokoro ukitenda ile wa kanisa. Unaweza kuwa umekuja ndani ya kanisa. Na ukele kwa sunia mwa ile vitu. Na ukute yani ndugu hayuko. Ukone ndani kuo. Na ukute hayuko. Wakati mambo ndio shule jorone hija. Na unasikia umepungukiwa na nguvu. Amen. Hali ya wikara ni harama tarania. Mahali unakaa inastahili sana. Wakati wikara ndio ukagira kwanja. Japo kuwa unaketi tu pale kanisani hakuna kitu unanena. Heno ndio umenye mwenye wa Mungu. Kuna kitu nataka ujue siku ya leo. Wewe ndio wapata mno. Wewe ni mtu wa maana sana. Maana Maria unaonekana. Wakati unaonekana. Wale ndio tumeruatia. Tumenenewa tukaambiwa. Ati wale ndio na kwa kuwa na muodole. Ya kwamba vile unaendelea kukosa mtu. Ati roho Mungu aliye akimwaga koro ile ya Mungu. Ndiposa mtu huwa anapotea katika roho na fikira za mtu. Wewe ndio utuma mwana wake itoke kanisa ile. Kwa hivyo unaweza kumfanya dada akuje. Unapoanza mambo mwana na gelia nake. Ijapokuwa hakuna maneno mnanena naye. Basi ndio hali wikara gavi ya kuaga. Lakini akitazama pale unakaa na kukosa. Kuma ni hinya. Kutoka hapo anasikia amepungua. Tukatole wote kutuka tu wale kupotea. Na hata ile huduma yote itahudumiwa ikose kumsaidia. Mwana ni arokumio. Amen. Tuketende yeye tu Paulo. Mtumishi wa Bwana aliyekuwa anaitwa Paulo. Kulite kinga ile na jirele yote akulite. Ijapokuwa alikuwa amekomaa sana kiroho. Ile ajira mro ile vito Tito. Wakati alipomkosa Titus kwa lile jina. Ndio ndio Tito mmogerere. Na hakuna kitu alikuwa anataka Titus. Kwa mwene tu na kule hapo yake. Yeye alikuwa tu anataka kumuona na awe karibu naye. Ningetagia na hiyo wako tukata kiko kia gari. Ili awe na nguvu ya kuhudumu neno la Bwana. Kama ina mali amusaidie itora ya Tiroa. Lakini wakati alipomkosa katika jiji la Tiroa. Akamsaidia akemwaga. Akamtafuta akamkosa. Akaigwa ni wane hinya. Basi akasikia amepungukiwa na akaigwa kama uleto wa murigo. Na akasikia kama bado ako na mzigo. Nigeza ajina amena kutukata kiko kia gari. Ili aendelee kudumu neno la Bwana. Kama ni aroko ndio. Mahina mali ya mwali wa ile vitu na mura ile vitu. Wakati ndugu na dada. Utarahudhuria kanisa mwenye wa Sunday. Unakosa kuja kanisa siku ya Jumapili. Lakini kweli. Wacha nikwambie. Mikoge hata kafugo roho hata gari. Labda kuna roho ambao unaifinyilia. Wewe ulikuwa ukimehateria na jirani. Wewe unaweza shindwa utafinyilia ile roho namna gani? Ndio ngemo ile itokwe hogorogo. Lakini kuna dada labda unaangalia. Ngemo ile itokorogo. Ama ndugu anakuangalia. Akwa haja wikara gari. Kukosa bali unaokaa. Akaijwa ni wake ndio ni hija. Anasikia amepungukiwa na nguvu. Ndio ndio mmoja ni yako anahuka. Ujumbe wa leo ni wa watu kuamka. Mwana ni arokumio. Amen. Nigeza muro ile iteno muro ile tunakaloro ni hija. Ili ndugu na dada asija akakupungukiwa na nguvu. Ni todo wako wakakuwa na wewe. Kwa sababu ya kukosa kukuona wewe. Mwana ni arokumio. Amen. Tukatanga Paulo ni asa ndiye Tito amwagale. Mtumishi wa Bwana alipomkosa Titus kule. Maandiko maratu eratire. Maandiko inasema ataitura ni uhando hale kujeliene. Ya kwamba badala ya kuhubiri katika lile jiji. Atende kugira amwigire ohoro. Maandiko inasema ya kwamba aliwaaga. Akemwigire ohoro. Akawaaga. Na akigwa ndemo ikara kou. Na akasikia hata kapa. Akigwa ndemo kuhujia kou. Na akasikia hata ubiri pale. Nota lilikana. Lakini mkumbuke. Getumineke. Kwa sababu gani? Nekwaga mroigeni. Kwa sababu ya kukosa Titus kule. Mwana ni arokumio. Amen. Ele hidari ya kwara huka. Sasa huu ni wakati wa kuinuka. Na hidari ya kwara hukali. Na wakati huu ni wakati wa kuinuka. Nigeza tuhota kutukatira ngai. Ili tukaweze kumhudumia Bwana. Na jirege agere ile kuna. Kwa njia inayofaa. Mwana ni arokumio. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ni hidari ya kwara huka. Ni wakati wa kuinuka. Nigeza tutukatire ngai na jirege agere ile. Ili tukahudumia Bwana kwa njia inayofaa. Onako ndo kwalia na kanuari. Ijapokuwa hautanena kwa kinywa chako. Nekula batara umenyaterere mwenye wa umuthi. Inastahili ujue siku ya leo. Apia namsi yako kana kuoneka kwa kule. Ya kwamba kuwepo kwako siku ya leo. Kwina wira munene muno kurutaga. Kuna kazi kubwa sana kunaofanya. Mwana ni arokumio. Amen. Na ngikuru Paulo we mwene. Na kama Paulo mwenyewe. Hiyo ni mwene hinyani ndo wako wako kora Tito le.
ukiwa na nguvu kwa ajili ya kukosa Titus, na hata mtumishi anaweza simama hapa akiangalia anaone dada ama ndugu hayupo, usikie ule mtu amepungukiwa na nguvu. Amen. Ili ukaweze kujitolea, ujue ya kwamba kuja kwako kanisani na kuketi chini katika kongamano la watu waliokongamana kuwa pale inafanya wale wengine wawe na nguvu. Amen. Unaweza sasa kuwa hata mwongozi wa nyimbo ama ufanye kiongozi wa nyimbo ashindwe kuongoza vizuri, kwa sababu akiangalia na kukosa ndani yake anapungukiwa na kwa sababu ni maandiko imetuambia ya kwamba Paulo alikuwa amefunguliwa mlango katika Tiroa aende akaumia, na basi akaenda safari mpaka akafika Tiroa, lakini wakati alipotazama Titus akamkosa. Wakati alipomkosa basi akasikia ndani yake kuna mzigo ambao haikuwa imemtoka. Ukaa mbali kwako na ndugu na dada, kuna kazi inayoharibika. Amen. Kuna mzigo ndugu na dada inakosa kumtoka kwa ajili ya kukukosa, kwa sababu umeletwa kanisani kukiwa na sababu. Paulo wakati alipotazama vile basi akaanga wale watu. Amen. Na akaambia sasa mimi nitaondoka, na maandiko imetuambia ya kwamba akaondoka kutoka ile jiji la Makedonia, na akaondoka huko akaenda jiji la Makedonia. Ninaongea juu ya faida yako kwangu na mimi kwako. Ninaongea juu ya vile dada na ndugu ni wa faida kwako. Amen. Ipoza kutoka siku ya leo ujue kuketi kwako vile umeketi kanisani, ndugu ama dada kukutazama vile kuna ile nguvu anapata kwa ajili ya kukuona, ijapokuwa hata mnene. Amen. Ukijua vile umekaa katika hiyo kiti ili ukaweze kusikiza ujumbe wa Bwana. Hata mtumishi wa Bwana akisimama mbele yake huwa anapata nguvu. Amen. Ili akafikishe ujumbe wa Bwana, na ujue ya kwamba kutoka siku ya leo yale kazi ambayo umefanya hata yani wakati umekosa kuja katika kanisa bila sababu, basi ukae ukijua kuna kazi ya Bwana ambayo inaharibika, kwa sababu Titus tu kukosekana katika jiji la Tiroa ndio ilimfanya Paulo asihubiri katika ile jiji, akaondoka na akawaaga. Wakati alipowaaga maandiko inasema akaondoka akaenda Macedonia. Amen. Kuna mambo mengi ndugu na dada unazuia wakati unafaa kuwa pahali unaofaa, na basi unakuwa hauko pale. Amen. Wakati hizi ambao tunahudumiwa ndiposa inastahili tuwe tunashiriki katika kumega ule uhai wa Bwana, kwa sababu nyakati zinakuja wakati watu watatumiwa njaa, kama vile maandiko imesema katika kitabu cha Amos. Lakini sio njaa ya chakula, lakini ni njaa ya kukosa ukweli. Amen. Mambo ya kiungu inaendelea ikigeuzwa na imeenda ikichanganywa na mambo mengine, lakini nitamshukuru Bwana kwa sababu kanisa la mwana kondoo liko na wale Bwana ambao
basi hawatakosa lile njia. Watasimama na waunge mkono neno lile la kweli. Lakini ndiposa waweze kushinda, lazima wawe wanakula ili wawe na kina na kimo kile kinaostahili, kwa sababu ya kushinda uovu unaokuja hivi karibuni. Amen. Na ndiposa nataka kukurudia nikwambie, wewe ni mtu wa maana sana ukisimama mbele ya wadugu na wadada. Wewe ni mtu wa maana ukisimama katikati ya wale wengine. Na ukiangalia hiyo maandiko inatuambia vizuri ya kwamba kutohudhuria kwa ibada kwako inaweza kufanya dada ama ndugu asisikie kitu ambayo inahudumiwa. Wakati ametazama na amekukosa, anasikia ndani yake kuna mzigo ambao haijamtoka, na ni kukosa tu kukuona kwa macho, ili ujue wewe ni mtu wa maana sana, kama vile mtumishi wa Bwana alituambia. Ukija kanisani ukute wazee wa kanisa ama wahubiri hawako, ama ukute mhubiri hayuko, ijapokuwa utaomba, ijapokuwa utaimba, ijapokuwa mwingine atasoma Biblia, kwa sababu labda mko na kitu mnaweza ongea, lakini ile siku naweza kuona kama inaweza fikia. Amen. Kwa sababu ya kukosa watumishi, kwa sababu ya kukosa mhubiri, uende kama umepungukiwa na nguvu. Mtumishi wa Bwana Paulo akasema, ijapokuwa nilikuta kama ni mlango nimefunguliwa nikahubiri katika jiji la Tiroa, na nikachukua hatua nikaenda mpaka kwa ile jiji, basi nilisikia kuna mizigo bado nilikuwa nayo. Kwa wakati nimtafuta Titus nikamkosa, mpaka nikafikia pale nikasikia kama Paulo ya kwamba hili jiji mimi sitahubiri. Amen. Sio ujumbe alikosa, sio Biblia hakuwa nayo, amen, sio nguvu hakuwa nayo kuhubiri, lakini tu kukosa tu ndugu wetu kwa macho. Wakati alimtafuta akamkosa, basi akasema sitakaa, basi akaondoka akaenda Macedonia. Ni ujumbe wa siku ya leo, na stahili uishike ya kwamba wewe ni mtu wa maana kwa ndugu na dada, na wakati unaenda unamuondokea, basi kuna mambo mengi sana unaharibu. Amen. Unaweza onekana kama wewe hauna sifa kanisani, unaweza onekana kama sio mtu wa kuheshimika kanisani, lakini kuna jambo nataka ujue, kuonekana tu kwa macho katika madhabahu, unafanya kazi kuu sana katika roho za watu wa Mungu. Amen. Na ndiposa kutoka siku ya leo kuna haja ya sisi kuamka, na unasikia hakuna jambo la maana linaweza lisilo la maana la kufanya usije katika ibada, na unasikiza unaona bila sababu ya kutosha siwezi kataa kwenda hata ushirika. Unaweza kuta dada ambaye roho yake imeinama, lakini wakati atakuona tu umeingia katika ibada, hiyo roho inaamka na inakuwa na hata kabla hujanena kukuona tu kwa macho, kuna kazi kunaofanya. Ipoza maandiko imetuambia kwamba ijapokuwa nilikuwa nimefunguliwa mlango, ijapokuwa nilikuwa nimetumwa
na Bwana nikaenda kwa ile jiji. Ndio wako akakora muri ile vitu tito. Kwa sababu ya kukosa ndugu wetu Titus. Yeye imetora ndio atakuhujia. Basi nikasikia sitahubiri katika ile jiji. Na toiga ni dukata yako leta muno kengaja. Nilisema ni mtumishi alikuwa amekomaa kiroho. Hakuna Paulo ni akoleta muno kengaja. Ama Paulo alikuwa amekomaa kiroho. Na ni atungata kama tora ile maigere. Alikuwa na hudumu katika jiji nyingi. Na ni ngire itora ya Tiro ndio atakuhujia kwa ile alamuro ile vitu. Na akasikia hata hubiri katika jiji la Tiro kwa kukosa Titus. Wale wa ile itora takinyete kwa. Naye dada ambaye hajafika ile kiwango. Mungu ikarajo kemenya gari ni wataroneka. Kwa hivyo ujue wakati ambao hauonekani. Tuungano ile kiando gari. Katika umati wa watu, mkusanyiko la watu. Kuna watu wengi unafanya wapungukiwe na nguvu. Amen. Amen. Ili tuwe watu wa kuamka. Kwa sababu nguvu yangu ndio nguvu yako. Na nguvu yako ndio nguvu langu. Kwa hivyo wakati wote ambao hauko katika umati wa watu, ukiwa pale ulipo ujue ya kwamba kuna mambo ambao unaharibu. Mtumishi wa Bwana akaondoka. Na kuna pahali pengine maandiko inasema alirudi pale lakini yule ujumbe Paulo alikuwa nao haikuwafikia watu wa Tiroa kwa ajili ya kukosa ndugu wetu Titus. Amen. Kwa hivyo wewe unaweza zuia mambo mengi kufikia watu wa Mungu. Kwa sababu wewe ni mtu wa maana, ndiwe ambao hauoni hauko na maana. Mungu anafanya mambo kwa ajili ya sababu zake. Alifanya kuwe na njaa katika ulimwengu mzima. Ndiposa amuinue Yusufu akiwa peke yake. Ukawa njaa ulimwengu wote kwa ajili ya Yusufu. Ili amuinue Yusufu akiwa peke yake. Amen. Hallelujah. Amen. Basi Mungu akatumia mtumishi wake. Ule alikuwa anaitwa Elia. Amen. Ili akaweze kufunga kusiwe na mvua miaka 3.5. Ili akaweze kumuinua Elia. Na wakati ule ulipoisha, ile soma maandiko kwa tunasikia ya kwamba alikuwa mtu kama sisi. Lakini kwa vile walikuwa wanaandamana na Mungu, na vile Mungu alikuwa anataka kumtumia, basi akafunga mbinguni kusiwa na mvua miaka 3. Ili Mungu akaweze kumuinua ijapo alikuwa mtu wa kawaida. Na wakati miaka 3.5 ilipoisha, basi Elia akasema kutanyesha. Na mvua ikaja. Jina la Bwana likatukuzwa. Ndugu na dada, wewe ni mtu wa maana. Wakati wowote uko katikati ya watu wa Mungu. Kwa hivyo unaweza zuia mambo mengi kufanyika. Kwa sababu ukikosa pahali panaofaa na wakati unaofaa, kama vile neno ilitufundisha katika Jumapili. Na ni vizuri kutamani kuwa pale. Amen. Ili wakati watumishi wa Mungu wakikutazama, ili wadugu na wadada wakikutazama, ndani yao wanao na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wa Bwana akaondoka na akaenda mpaka jiji la Makedonia, akifikiria kwamba akifika Makedonia ndio atapeleka ujumbe, kwa sababu kule kulikuwa shida kwake. Amen. Hallelujah. Amen. Ukienda nyumbani utaendelea kusoma maandiko. Lakini nataka tuende tu katika hiyo Wakorintho wa pili. Tuende katika sehemu ya 7. Sasa tumekuagana Paulo ameondoka. Na ameaga jiji la Tiroa. Kwa sababu
amekosa Titus kule. No imagara adhiitũra rĩa Makedonia. Na akaenda mpaka Makedonia. Nigetha gatungate kiugo kĩa Ngai kuo. Ili akahudumu kule. Thĩinĩ wa Akorintho wa 2:7. Sasa katika Akorintho wa 2:7 nĩtũthomirwo nĩ pastor Patrick Kamũgari Gaithano. Na tutaanza kusoma katika aya ya 5. Thĩinĩ wa Akorintho wa 2:7 rĩu tũkwanjia mweri wa 5. Na maandĩko mekuga atĩrĩrĩ, nĩgũkorwo ona hĩndĩ ĩrĩa twakinyire Makedonia tũtigana kuona ũhurũko wa mwĩrĩ, no gũthĩnio twathĩnagio na mĩena yothe, twarigicĩirio nĩ mahiũrania, na ngoro-inĩ thĩinĩ tũgaikara twĩna guoya. No rĩrĩ, ũrĩa ũmagĩrĩria arĩa mainamĩte ngoro nĩwe Ngai-rĩ, we nĩatũmĩrĩirie nĩ ũndũ wa ũrĩa Tito okire, na tondũ wa gũka gwake gwiki, no ningĩ nĩ ũndũ wa kũũmĩrĩrio kũrĩa omĩrĩirio nĩ inyuĩ hĩndĩ ĩrĩa atũheaga ũhoro wa ũrĩa mwĩna mĩĩto ya kũnyona, na ũrĩa mũtũire mũcakayaga, ona ũrĩa mũrĩ na kĩo gĩa kũndeithagĩrĩria, na tondũ wa ũhoro ũcio wake ningĩ ngĩkĩrĩria gũkena mũno. Hallelujah. Amen. Amen. Mũndũ Paulo akiona nĩ kwagĩrĩire oimagare athiĩ Makedonia. Akaona ni vizuri aondoke Tiro aende Makedonia. Na akinyita safari akiumagara agĩthiĩ nginya Makedonia. Na akachukua safari akaenda mpaka Macedonia. Na athiaga Makedonia gwĩka ũndũ ũngĩ hapo kũhunjia. Na hapo anaenda Makedonia kufanya jambo lingine isipokuwa kuhubiri. Tondũ rĩu nĩaiganĩra. Kwa sababu sasa amesikia ametosheka. Nĩ tondũ kũrĩa nĩagagũkora mũrũ wa ithe witũ-rĩ. Kwa sababu kule amekosa ndugu wetu Titus. Akaigua rĩu kuo nĩehera kuo. Akaondoka kule. Na thĩna ũcio nĩaweherera. Na ameondokea ile shida. Akiona nĩwe gũthiĩ Makedonia. Akaona ni vizuri aende Makedonia. Nĩgetha agatungate kuo. Ili akahudumu pale. No maandĩko maratwĩra atĩa? Lakini maandiko inasema. Ona twarĩkia gũkinya Makedonia-rĩ. Ati wakati tulipofika Makedonia. Matigana kũigua maiganĩire. Hatukuwa tumetosheka. Ngoro ciao ciarĩ na thĩna. Roho zao zikawa na shida. Magĩikara marĩ na guoya. Wakawa na uoga. Ona makĩigua matirĩ na hinya wa gũtungata kiugo. Na wakasikia hawana nguvu ya kuhudumu pale. O nginya gũgĩkinyĩrĩra. Mpaka wakati kulipofika. Ona mũndũ akinyaga handũ akorwo nĩ hinya. Kama vile mtu anafika pahali unapungukiwa na nguvu. Na gũkabatara guoko kwa Ngai gũke nĩgetha gũgwĩkĩre. Na kunastahili mkono wa Bwana uje ili ukutie nguvu. Ona ũrĩa rĩngĩ tũthiaga thĩinĩ wa mahoya. Na hata wakati mwingine tunaenda katika maombi. Nĩ tondũ ũrĩa ũraigua thĩinĩ waku nĩ ũthĩnĩkĩte na ndũrĩ na hinya. Kwa vile umesikia uko na shida na huna nguvu. No kera Ngai akuongerere hinya. Na unamwambia Mungu akutie nguvu. Na nĩ mwĩhokeku nĩekaga ũguo. Naye ni mwaminifu anafanya vile. Maandĩko maroiga andũ acio makĩũrwo nĩ hinya. Maandiko inasema wale watu wakapungukiwa na nguvu. Ndungata ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Paulo ĩkĩũrwo nĩ hinya. Yule mtumishi wa Bwana akapungukiwa na nguvu. Na rĩu nĩoima Tiroa. Na ametoka Tiroa. Nĩathiĩ nginya Makedonia. Ameenda mpaka Makedonia. Na nginya kuo. Na wakati amefika Macedonia. Ngoro-inĩ yake still akĩigua rĩo na mũrigo. Akasikia rohoni mwake alikuwa tu na mzigo. Na akĩigua rĩo na guoya thĩinĩ wake. Na akasikia ako na uoga. Na maandĩko matwĩra akĩigua ndaraiganĩra. Na maandiko inasema hakuwa ametosheka. Akĩigua matwaragwo ũũ na magatwarwo mwena ũyũ ũngĩ. Na akasikia kama alikuwa amezingirwa na shida za aina yote. Meciria make cirathi akinya Makedonia-rĩ. Na fikira zake ilikuwa inafikiri akili. No kwambĩrĩria kwanja kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Ya kwamba ataanza tu kuhubiri. No gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩkĩranaga hinya. Lakini hakuna mtu mwingine hutia watu nguvu. Hatirĩ mũndũ ũngĩ ũmanagĩrĩria. Na hakuna mtu mwingine wa kutia watu ujasiri. O tiga Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Isipokuwa Mungu aishie milele. No nĩngwenda maandĩko maya magũteithie mũthenya wa Lakini ũmũthĩ. ningetaka maandiko haya yakusaidie. Onakorwo Ngai nĩwe wĩkĩranaga hinya-rĩ. Ijapokuwa Mungu ndio hutia watu nguvu. Onakorwo Ngai nĩwe ũmanagĩrĩria-rĩ. Ijapokuwa Mungu ndio hupatia watu nguvu. Onakorwo Ngai nĩwe wagĩrĩire kũmekĩra hinya mahote kũhunjia. Ijapokuwa Mungu ndio alikuwa anastahili awape ujasiri wa kuhubiri. Na rĩu ũhoti ũcio wothe Ngai enaguo. Na unajua ule uwezo wote Mungu ako nayo. Nĩtũhoyaga tũrĩtwo nĩ hinya na Ngai agatwĩkĩra. Kwa sababu wao tunaomba tukipungukiwa na nguvu. No na kũhana ũguo-rĩ. Lakini kukiwa vile. Nĩgetha Ngai ekĩre hinya thĩinĩ wa maandĩko make. Ili Mungu atie maandiko yake nguvu. Atĩ we wĩ wa bata harĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ya kwamba wewe ni wa maana kwa ndugu na dada. Ngai ndaigana kũrehe hinya wake na ũhoti wake. Mungu hakulete nguvu zake direct. Nĩgetha omĩrĩrie Paulo. Ili amtie Paulo. Na nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na gũtungata. Na ili aendelee kuhubiri. No haha maandĩko maratuonia atĩ. Lakini hapo maandiko inasema. Ngai ekũhũthĩra mũndũ. Mungu atatumia mtu. Nĩgetha andũ aya Ngai magĩe na hinya. Ili wale watu wawe na nguvu. Na mahote gũtungata. Na waweze kuhudumu. Na nĩkĩo ndĩrakũhatĩrĩria mũno mwarĩ wa ithe witũ. Na ndipo ninakusihi ndugu
na dada, ya kwamba wewe ni wa maana ukiwa katika madhabahu. Wewe ni wa maana ukiwa katika unafanya watu wengi wawe na nguvu kwa ajili yako. Na wakati ambao haupo unafanya watu wengi wapungukiwe na nguvu. Na ndipo hata ukikaa kwako unajiangalia, unajiuliza kwa sababu watu wako kanisani, ni roho ngapi zitapungukiwa na nguvu kwa ajili yangu? Na ukifikiria hivyo kukiwa Saturday, japo kuwa kuna nguo ambao hakumaliza kufua, unasikia hauwezi kuzivua Jumapili. Ndugu ametuambia aje? Kuna pahali ambao ameitwa ambako ni kwa maana sana, lakini kwa sababu ya mzazi. Lakini akasikia kwamba kwanza akuja katika madhabahu. Haleluya. Amen. Ili roho zile zinaanza kupungukiwa na nguvu zisije zikapungukiwa kwa sababu ya kumkosa. Akasema amekuja katika apate roho za watu zichangamke, alafu baadaye aombe ruhusa ajulikane pahali alipoenda. Wakati mtu hakuoni, huwezi kuwa unajua kama anajiuliza huyu mtu labda ni mgonjwa. Ujiulize labda huyu mtu ni nini alipata. Katikati ya kujiuliza vile, unaona neno likihudumia hasikii, kwa sababu wewe ni mtu wa maana. Ndipo nimekuambia katika imani, Mungu akaona hata waachilia nguvu zake kwa wale direct, akaona atatumia mtu ili wale waliokuwa wamepungukiwa na nguvu. Paulo akashindwa kuhubiri Tiroa kwa ajili ya kumkosa Titus. Ameenda sasa mpaka Makedonia. Tena ameshindwa kuhubiri kwa sababu hajapata nguvu za na roho yake bado iko na uoga. Lakini Paulo akinena akasema ya kwamba tulipofika kule hatukutosheka, na tukasikia bado tumepungukiwa na tukasikia bado tukiwa na uoga. Lakini Mungu aliyekuwa anayetia watu nguvu, Mungu anayetia watu ujasiri, akatupa ujasiri na akatupa nguvu, ni kwa sababu ya vile ndugu Titus alikuja kwetu. Haleluya. Amen. Wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu wa maana sana. Mungu angetumia njia zingine amtie Paulo nguvu, lakini hakutumia ile njia, kwa sababu alikuwa anataka kutia imani ya kwamba lazima kuje mtu ili hao watu wawe na waweze kuhudumu. Paulo akasema yaani Mungu aliyekuwa anatia watu ujasiri akatufanya tuwe na ujasiri, ijapokuwa tulikuwa tumepungukiwa, ijapokuwa roho zetu zilikuwa na uoga, akatufanya tuwe na ujasiri kwa vile yule tu Titus alikuja kwetu. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ndio Titus wa siku ya leo. Na mimi ndio Titus wa siku ya leo. Na wakati nisipokuwa karibu nawe, lazima uwe unasikia umepungukiwa. Wewe unastahili ukae ukijua ya kwamba nawe wakati ambao hauko karibu nawe, kama tunaongea juu ya huduma, hata wewe unaweza fanya nipungukiwe na ya kwamba Mungu anayetia watu ujasiri akatupa nguvu kwa vile alilete ndugu Titus. Hakuna mahali kumeandikwa katika ile tumeongea, hata mahali tumesoma hapa nyuma hakuna mahali kumeandikwa. Amen. Lakini
kumeandikwa ya kwamba watu walikuwa wanapungukiwa na nguvu kwa sababu ya kukosa mmoja wao. Amen. Na pale pastor amesoma nyuma imesema kuna neno ambazo zitatumika. Kwa sababu wakati Tito alipokuja, Titus alikuja akawapa maneno ya kwamba vile watu wamekaa wakiwa na miito ya kwenda kumwona Paulo. Si unaona kuonana vile imeamana ya kwamba watu wa jini fulani Titus akaambia vile walikuwa na miito ya kwenda kuja tu wakuone Paulo na macho. Kuona mtu na macho ni kwa maana sana. Hata wewe kuona na mtu na macho ni ya maana. Katika dunia ya kiroho kuna kazi kubwa. Paulo akasema ijapokuwa vile walikuwa na neno na pia wamekuwa na miito hata ya kumsaidia, hayo yote yanatendeka kwa nini? Kwa sababu ndugu Titus amefunuliwa. Hakuna sasa pahali ulisikia Paulo alianza tu kuhudumu katika hilo jiji la Makedonia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Titus alikuja. Watumishi wako na nguvu nyingi za Bwana. Watumishi wako na nguvu nyingi za kuhudumu. Lakini akapungukiwa na nguvu kwa sababu hakumpata ndugu Titus. Amen. Mtumishi wa Bwana aliyekuwa na uhai. Mtumishi wa Bwana aliyekuwa na uhai mwingi wa Mungu. Akakaa akipungukiwa na nguvu. Lakini wakati alipompata ndugu yetu Titus, wakati alipofika kwao wakapata nguvu na wakasikia sasa watahudumu. Ni watu wengi sana unawafanya wapungukiwe na nguvu kwa kukukosa. Ni watu wangapi unaowafanya wasitimize wajibu wao kwa sababu ya kukukosa. Tukienda kufunga hii mwaka, tukiingia katika mwaka mpya, kama vile pastor alikuwa amesema, kanisa liko na watu wengi, lakini inastahili tuongeze hata viti zingine watu wakae kule. Amen. Kwa sababu kunaonekana ya kwamba hizi viti zote tuko nazo, mkija wote hamwezi toshea. Na kwa sababu ujumbe umefikia ya kwamba hakuna wakati utakao kosa katika madhabahu, basi hata tukose kutaja washirika. Wacha tutaje Paulo, mtumishi aliyekuwa mkuu na alikuwa na nguvu. Tuseme hata pasta akikosa katika madhabahu. Amen. Anaweza sasa kusema leo tutasema neema ya Bwana alafu tuende nyumbani. Si maandiko inasema Paulo akaaga jiji la Troa na akaondoka akaenda Macedonia. Na pale ambao tumesoma maandiko imetuambia Mungu anayetia watu nguvu. Wewe ndio unabeba nguvu zangu, nami ndio nimebeba nguvu zako. Wewe ndio umebeba nguvu za dada, na ndio amebeba nguvu zako. Ya kwamba wakati Titus alipokuja, uoga ukaisha, tetemeka kule kukaisha, wakawa na nguvu na ujasiri wakaanza kuhudumu hapo Macedonia. Amen. Basi jitolee
sana kuwa katika madhabahu ya Bwana. Hata kama wewe hauongozi hata kama uongozi maombi, hata hakuna maandiko unasoma, kuonekana tu kwako, ukiingia tu kwa ile mlango, kuna roho zinapata nguvu kwa ajili ya kukuona. Amen. Kwa sababu hivyo ndivyo maandiko inasema. Amen. Ndugu na dada, kutoka siku ya leo usije ukajidharau. Kuna pahali watu wanafika wanaona ya kwamba kama watu aina fulani ndio wa maana katika madhabahu, ya kwamba akina fulani ndio wa maana katika madhabahu. Lakini nataka kukujulisha siku ya leo, Titus walikuwa wamewachana kwa kiwango, kwa sababu alikuwa mtu mchanga na mdogo sana katika imani kulingana na Paulo. Lakini yeye ndiye alibeba kumtia nguvu Paulo ili akaweze kuhudumu neno la Bwana. Basi wewe wacha kuvali watu kanisani kama watu wanafaa. Wewe jua ndio wa maana katika huduma ya Bwana, kwa sababu wewe ndio umebeba nguvu ya ndugu na dada. Akishakuona kwa macho, basi anapata nguvu. Asipokuona anapungukiwa na nguvu, hata anashindwa kuhudumu. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama tunapelekana. Amen. Amen. Mungu ni mwaminifu, na ndiposa alimtumia mtumishi wa Bwana tangu asubuhi, na hatukuwa tunajua atakuongea juu ya attendance ya kanisa, na Mungu ametubariki sana, na Mungu ametuendelea akituongeza katika kanisa hili. Lakini ile maono tuko nayo ni kufikia watu wengi sana wafikiwe na hili ujumbe la Bwana wetu. Hatutaki mtu aje kanisani anaenda akiwa amepungukiwa na nguvu kwa ajili amekosa kukuona. Amen. Alipoanza kutoka siku ya leo, ninataka kukupa jina mpya. Amen. Haleluya. Amen. Na ninataka kukubatiza siku jina mpya, na ni jina la kiroho, na nikubatize nikuite Titus. Amen. Kwa hivyo wakati umekaa mbali, unakumbuka Paulo ameondoka, na usipokuwa kwa ile jiji Paulo anaenda, ujue hakuna huduma utaenda mbele. Amen. Titus sio aliyekuwa anaenda kuhubiri, Paulo ndio alikuwa anaenda kuhubiri, lakini nguvu yake ilikuwa imefichwa kwa Titus. Amen. Ndugu na dada wanaweza kuwa ndio anaenda kuhubiri, lakini nguvu yake imefichwa kwake, na wakati atakao kukosa, basi atapungukiwa na nguvu. Ninakumbuka nikiwa standard 2, kuna ndugu wetu na ako hapa Ruzigiti, na mnaanza kosa kumjua, lakini anaishi hapa Ruzigiti. Tulikuwa darasa moja katika kule Kania, na kwa sababu tulikuwa tumelelewa pamoja, na tukienda shule tulienda pamoja, tukaenda tukasoma standard 1 na yeye, lakini wakati tulipoenda standard 2, basi tukaenda tukatenganishwa. Amen. Na kwa hekima nilikuwa nayo, nilikuwa na hekima katika shule, lakini sikuwa na hekima kama chief. Chief kutoka standard 1 mpaka kumaliza standard 7, yeye ndio alikuwa anakuja na pamoja, na hata wakati alipoenda secondary
Ni hivyo vile alikuwa. Lakini sikuwa hata mimi mwenyewe. Kwa hivyo wakati tulipoenda sana, basi watoto tukasema tutatenganishwa kulingana na vile darasa zilikuwa. Na nilikuwa mmoja wa wale walichaguliwa ili niende 2A. Umesikia vizuri? Ni 2A. Amen. Darasa lililokuwa linaonekana liko na watu wenye hekima. Na nikapelekwa kwa ile darasa. Lakini yule mtu tulikuwa tunasoma wala tulikuwa wadogo. Max yake ilikuwa chini kidogo yangu. Akapelekwa 2B. Lakini wakati aliporoka 2B, amen, alienda kwa mwalimu akamwambia kwamba kama mimi sitaenda darasa ile Paulo amepeleka, mimi sitasoma. Na hivyo ndivyo nimesema, na nitawacha shule na sitaingia. Akatolewa fimbo. Wakati huo mnajua watoto walikuwa na chapa. Alichapwa viboko akaingia kwa darasa akisema hata kunipiga. Kama utanipeleka mahali mimi sitasoma, nitaenda nyumbani. Na nitaenda niambia wazazi sitasoma, kwa sababu niliondoa kwa Paulo. Nyumba zetu ama boma zetu zilikuwa zimeshikana. Kwa hiyo tukiwa wadogo tulilelewa pamoja. Kaenda standard 1 pamoja. Kwa sababu akasikia standard 2 hatutatenganishwa. Inaongea juu ya ushirika. Vile watu wanaingiana katika ushirika. Na vile mmoja anakuwa nguvu ama usaidizi kwa mwingine. Na wakati headmaster alipata ile habari, wacha nikwambie, alisema huyo mtoto hata kama hajafikisha max ya kwenda 2A, aondolewe 2B apelekwe ili roho yake itosheleke. Kwa hivyo nilikuwa wa maana sana ile kwa ule kijana mdogo, kwa sababu alikuwa amesema kama hatutakuwa pamoja. Bwana asifiwe. Wewe ndugu ni wa maana sana. Ukionekana katika madhabahu, dada akiangalia nyuma anakuona, anasikia kuna nguvu. Wewe unaweza kuwa hata umeshida, ama unaweza stuka kwa sababu mkuu wa mtu mnasalimiana na anaondoka na anaenda. Lakini huwezi kujua kuwa pale kwa ile kiti ndio kuna mfanya ijapokuwa hajawahi kukuambia. Amen. Unasikia uko na nguvu. Kama vile Mungu ametulea kutoka tukiwa wadogo tumekuwa pamoja. Amen. Na hakuna wakati hata tukiwa wadogo mtu angekuwa na kitu. Mtu alikuwa anasikia hawezi kula bila yule mwingine. Unakuta uko na njaa na uko na kitu ya kula na unasikia hautakula ule mwingine asipopata. Amen. Na yule mwingine akija unasikia umepata nguvu. Kwa sababu yeye ni wa maana kwangu na mimi ni maana kwake. Hiyo ndio ujumbe wa siku ya leo. Kwa hivyo wakati kiti chako kija karibu na wewe, ujue kuna huduma fulani unazuia. Titus ndio alifanya watu wa Tiro wasihubiriwe kwa sababu ya kukosa kuwa kule wakati ulikuwa unafaa. Amen. Lakini wakati alipokuwa pale, wakati uliokuwa unafaa, wakati alipokuwa pale Macedonia, basi Paulo akawa na nguvu na wakasimama akahubiri.
Acha nikwambie nikimalizia. Ndugu na dada, ndugu na dada, unaweza kuwafanya watu waokoke hata kabla hujawanenea kitu. Mtu afikirie tu aone dada yule ambaye hakuwa anaenda kanisa. Tunasikia sasa anasoma ile kanisa inaitwa Favorite. Na anauliza yule anayemlienda kwa ile kanisa. Unaweza fanya mtu akuja katika madhabahu hata kabla hujamhubiria, kwa sababu ya kusikia anashiriki pale. Amen. Kwa hiyo wewe ni wa maana sana ndugu na dada. Wewe ni wa maana sana ndugu na dada. Wakati wowote unakuja katika madhabahu, unafanya dada awe na nguvu, unafanya ndugu awe na nguvu. Na tutamatisha kwa kusema mlango ulikuwa umefunguliwa sana kwa Paulo kuhubiri Tiroa. Lakini alipofika jiji la Tiroa, alipomkosa ndugu wetu Titus, hakudumu, akaondoka. Na wakati alipoenda Makedonia, hata pale hakumkuta Tito. Roho yake ikapungukiwa, akasikiwa hajatokwa na mzigo, na akawa amepungukiwa na nguvu. Lakini kwa sababu kuna Mungu yule anayetia watu wake nguvu, Mungu akamchukua Titus pahali alipo, akamleta jiji la Macedonia. Na wakati Paulo alipoonana na Titus kule Macedonia, ile shida yote alikuwa nayo ikaisha, na injili ya Bwana ikaendelea. Kuonekana kwako ni kwa maana kuna kufanya tuwe na nguvu. Kuonekana kwetu ni kwa maana kuna kufanya uwe na nguvu. Mungu awabariki na watendee mema. Amen.